Mimi kwa jina naitwa Jebla Kambole. Nazungumza kwa niaba ya mawakili wengine 30 tukiongeza na wakili senior counsel Mpale Mpoki, Arute Mugwai, Peter Kibatala, Jeremiah Mtobesia, Hekima Mwasipu na mawakili wengine. Leo ilikuwa nakuja kesi kwa ajili ya kosa la uhaini. Na kesi ilikuwa nakuja kwa ajili ya kutajwa ili kujua level ya upelelezi imefikia wapi. Lakini nyinyi waandishi mtakuwa ni mashuhuda kwamba kwa namna ambavyo shauri lilikuwa linaendeshwa, wengi wenu mmekosa kupata picha wala Lissu akiingia mahakamani. Kwa hiyo kama ilivyotokea mara ya mwisho, Lissu amekuwa akinyimwa fursa ya kuzungumza au kusalimiana na watu. Kwa hiyo kutokana na hizo changamoto, lakini pia ukizingatia kwamba mawakili sisi paka hatua hii tunafika takriban siku 68 hatukuwahi kupata fursa ya kuzungumza kama mawakili, kwenda gerezani, kumtembelea, kujadiliana naye. Kwa hiyo tunazungumza kwa njia ya kioo, kwa njia ya simu, kiasi kwamba tunashindwa kufanya consultation na mteja. Tunapata muda wa kufanya visitation. Sisi kama mawakili tunajua mara nyingi tunaenda mahakamani, tunaenda magerezani, tunazungumza na wateja wetu. Lakini namna ya kuzungumza na Lissu inakuwa ni tofauti na wateja wengine. Kwa hiyo tukaona hili jambo sio sawa. Lakini pia tukaona kwamba haki zake za msingi gerezani zinakiukwa. Tumeeleza mahakama, tumechukua hatua za kimagereza, lakini hakuna ambacho kinachukuliwa hatua yoyote. Na kwa kuwa level ya upelelezi wa hili shauri bado unaendelea kuzungumzwa kwamba ukukamilika, tukaona ni jambo la busara tuzungumze na mteja, ili mteja mwenyewe afanye uamuzi wa kuzungumza mwenyewe moja kwa moja na mahakama. Kwanza apate fursa ya kuzungumza ambao alikuwa anaikosa mwanzoni, lakini pia katika hizi hatua za awali aweze kuzungumza yeye mwenyewe. Kwanza yeye mwenyewe ni wakili, ashakuwa rais wa chama cha wanasheria, ashakuwa wakili zaidi ya miaka 22, kwa hiyo anafahamu utaratibu wa kisheria. Na kwa kuwa hakuna haki yoyote ya msingi katika hatua hii inayofanyika, ni muhimu akazungumza yenyewe, akatoa uelewa wake binafsi moja kwa moja wa namna gani gerezani anaishi. Kwa hiyo kwa wale waandishi ambao kuwepo, amezungumza mambo kadhaa. Kwanza amezungumza kwamba hajawahi kupata fursa ya kuzungumza na mawakili, kufanya consultation. Nyaraka tukimpelekea zinapita mikono miwili mitatu, anazisoma ndo zinamfikia. Mara nyingine akituandikia taarifa hazitufikii. Kwa hiyo tunakuwa tunashindwa kupata consultation. Lakini akasema kwa kuwa anakosa hiyo fursa ya mawakili, anaona hamna haja ya uwakilishi. Lakini cha pili akazungumza haki zake za msingi ambazo anakiukwa, ikiwemo haki ya kufanya mazoezi, haki ya kuabudu, zote anakatazwa. Kwa hiyo kama Mkristo, Mkatoliki anashindwa kusali kwa siku 68, inakuwa sio sawa. Lakini pia akaeleza kwamba anashindwa kupata fursa ya kufanya mazoezi. Lakini pia pamoja na kueleza hilo, lakini akazungumzia kwamba kwa namna shauri ambavyo linaendeshwa, anafikiri ni muhimu akajiwakilisha mwenyewe kwenye hili shauri. Na akaeleza kwamba kule gerezani tofauti na wafungwa wengine, yeye anaweka katika tunaita death row. Unaweka kwenye wafungwa wale ambao wamehukumiwa kunyongwa, ndio unakaa nao. Lakini sheria inakataza mtu raia wa kawaida kukaa na wafungwa ambao wamehukumiwa kunyongwa. Kwa nini sheria inakataza? Kwa sababu mtu ambaye amehukumiwa kunyongwa hana cha kupoteza. Anaweza akakudhuru, anaweza kufanya chochote, kwa sababu adhabu yake ipo, haiwezi kuongeza zaidi ya hiyo kunyongwa. Hakuna adhabu zaidi ya hiyo. Kwa hiyo ndio maana si vizuri mtu kukaa na watu wa namna hiyo, lakini anawekwa na watu wa namna hiyo. Lakini pia anaendelea akikutana na mawakili muda wote analindwa na maaskari si chini ya 2. Wakati wafungwa wengine hawalindwi. Kwa hiyo anaona sio sawa taarifa zake kusimamiwa na kuchunguzwa kwa mtindo huo. Ndio maana akasema ni muhimu ajiwakilishe yeye mwenyewe, azungumza mwenyewe, kwa sababu ni wakili, iko level ya awali kabisa, hana cha kupoteza, na sisi kama mawakili tumeridhia juu ya hilo. Kwa sasa kesi imefikia kwamba upelelezi umekamilika. Mwendesha mashtaka anasoma jalada ili amue kwamba ni lini kesi hii inaenda mahakama kuu, au wanamwachia au wanafanyeje. Iko katika level hiyo. Kwa hiyo kesi itakuja siku ya tarehe 1 mwezi wa 7 ili kujua mwendesha mashtaka mkuu wa serikali amefikia wapi na usomaji wa hilo jalada.
Asanteni jamani. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.